Steve amekuwa akizungumza akisema bado Simba haipo kwenye ile standard ambayo yeye anahitaji. Tuanze kuangalia mchezo ulivyokuwa na matokeo ambayo Simba wameyapata licha ya kuwa pungufu. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani, Siaka? Ulikuwa ni mchezo mzuri ambao una ladha kweli kweli ya ligi kuu ya Tanzania bara. Ukiangalia ubora ambao umekuja kuamua mchezo ni ubora wa Simba, lakini pia ukubwa wao ndio umekuja kuamua mchezo wa leo. Lakini approach nzuri ambayo alikuwa nayo Mwalimu Juma Kaseja kwa kiasi fulani ameweza kufanikiwa, ukiachana kwamba na matokeo mabaya ambayo ameyapata, kwa sababu yeye mwenyewe amezungumza hapo kuhusiana na msimu uliopita walikuwa wanacheza championship. Kwa hiyo katika mchezo wa leo, mchezo wa kwanza, bahati mbaya ni kwamba wamekuja kuanza ligi kuu kukutana na timu ambayo ina ubora mkubwa kuliko wao ukilinganisha na sehemu walikotoka, lakini pia na ugumu wa ligi kuu jinsi ulivyo. Lakini approach ya Mwalimu Juma Kaseja kuingia kwanza na mabeki watatu nyuma, lakini pia akiwa na wachezaji kama akina Kasim, akina Nyenye katikati, waliweza kucontrol mchezo hasa kwa kipindi cha kwanza. Simba walikuwa wananufaika zaidi kupata zile free kick, lakini pia na mipira ya kona, ambayo faida kubwa walikuwa wanaipata ni kwamba wachezaji wengi wa Simba walikuwa wanaweza kuipata ile mipira ya kona ambayo ilikuwa inapigwa. Unakuta kama sio Dumbia, basi utakuta ni Ismail Tule, kama sio Ismail Tule utakuta ni Rushen Dirak anaweza kupata mpira akiwa wa kwanza kupiga kichwa. Kwa hiyo ilikuwa ni faida kubwa ambayo Simba walikuwa nayo, na ukiangalia goli la kwanza imepatikana kutokana na set piece. Kwa hiyo approach ilikuwa nzuri kwa mabenchi yote ya ufundi ambayo wamekuja kutupa game nzuri. Lakini kitu cha msingi ni kwamba ndani ya kikosi cha Simba bado imeonekana mchezo wa leo wameingia kwa approach ya hawakuwa na kasi kubwa sana ukilinganisha na mechi ya kwanza ambayo ya Ngao ya Jamii waliocheza na Dar es Salaam Africans, ambapo kwa dakika 20 za kwanza walikuwa wana kasi kubwa sana, wanamiliki mpira. Kwa Simba siku ya leo mimi binafsi nimeona wameanza kwa tempo ya chini sana, na nafasi ya Morris Abraham ambaye ameanza mbadala wa Kratos Chota Chama, ulikuwa kabisa kuna pengo la kukosekana ubunifu katikati wa kuweza kutengeneza nafasi nyingi ambazo zingeweza kuleta madhara kwenye lango la Kagera Sugar. Lakini huwezi kuacha kusifia ubora wa wachezaji wa Kagera Sugar. Mwalimu Juma Kaseja amefanya kitu kizuri sana kuingiza wachezaji ambao wana experience kubwa sana na ligi kuu ya Tanzania bara ambao wamecheza kwa muda mrefu sana. Unaona wachezaji kama wakina Andrew Vincent Chikupe, na wachezaji kama wakina David Chaze Ruhende ambaye ni captain wa timu ya Kagera Sugar, wachezaji ambao wana experience kubwa sana. Lakini baadaye anakuja kuingiza wachezaji kama kina Ndemla ambao wamekuja walao kuweza kutuliza tempa katika safu ya kiungo ya Kagera Sugar. Kwa hiyo ni wachezaji ambao sometime ulikuwa unaona Chikupe hata akizungumza unaona kabisa anatoa sauti ambayo ina mamlaka, ambao hata wachezaji wale wengine ambao hawana experience kubwa sana wanaweza kufuata na kumsikiliza, kwa sababu wanajua ni mchezaji ambaye ana experience ya muda mrefu sana kwenye ligi yetu, na anachokisema ni kwamba ni kitu ambacho anakijua sana. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mzuri by the way, na ni mchezo ambao mimi binafsi nimependa na nimefurahia kuangalia approach za mabenchi yote ya ufundi, na kwa kasi ambayo inaendelea. Kikubwa ni kwamba kwa upande wa Simba wao walikuwa wanahitaji zaidi ushindi katika mchezo wa leo ukilinganisha na Kagera Sugar, kwa sababu Simba tunajua katika changamoto ambao wapo nayo wamekuwa wakinyoshwa sana vidole kuanzia katika masuala ya usajili, lakini kuja kupoteza mchezo wa dabi katika Ngao ya Jamii mbele ya watani zao Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji zaidi ushindi katika mchezo wa leo ili walau waweze kucontrol tempa na tempa ya mashabiki, lakini pia na yale yote ambayo yanaendelea nje ya uwanja. Kwa hiyo congratulations kwao, na Mwalimu Steven Becker amekuwa na mwanzo mzuri zaidi. Kitu kingine ambacho nisije nikasahau ni kwamba kuanza kwa Dumbia katika mchezo wa leo ni kitu ambacho Mwalimu Steven Becker alikuwa anastahili kukifanya na ameweza kukifanya, kwa sababu ni mshambuliaji ambaye ndo kwanza anakuja kucheza ligi yetu, na anahitaji kupata dakika nyingi za kutosha ili walao waweze kuyaelewa mazingira, lakini pia kuweza kuijua ligi yetu ina pressure kiasi gani. Kwa hiyo amepewa nafasi, japokuwa nimesema hapo mwanzo Simba ilikuwa inakosa ubunifu katikati wa kuweza kutengeneza nafasi nyingi ambazo huenda zingeweza kumnufaisha. Umeona ameweza kuattempt mara chache, mpira mmoja ambao ameupiga umeenda kugonga mwamba, lakini mpira mwingine wa kichwa ukaweza kutoka nje. Ni mwanzo mzuri kwake, lakini huwezi kuacha kusifia
ubora wa mchezaji kama Eli Mpanzu. Eli Mpanzu amekuwa na wakati mzuri sana, hasa mwalimu Steven Becker anapomwamini kuanza kucheza kama force number 9, na unaona anaingia katika kipindi cha pili na anaweza kuja kufunga bao. Lakini bao lenyewe unaangalia pia ubora wa mpigaji wa pasi Libase Gay, ambaye alikuwa na ubora mkubwa sana katika mchezo wa leo, na ni muendelezo mzuri kwake, na ameweza kuprove kwamba ni mchezaji wa klasi ya juu ambaye anastahili kucheza kwenye klabu kama Simba. By the way, ulikuwa mchezo mzuri sana ambao una radha kweli kweli ya ligi kuu ya Tanzania bara. Simba hao ni mabingwa wa CRDB kwenye msimu uliomalizika. Hamisa, tulikuwa tunaangalia mchezo wote na kuna baadhi ya matukio ambao ulikuwa unasema kwamba watu walikuwa wako serious. Mechi ya Simba na Kagera Sugar, Kagera walikuwa wengi uwanjani kuliko Simba. Kwa nini walishindwa kutumia nafasi ya mtu mmoja ambayo Simba walikuwa na kadi nyekundu ya David Kameta Duchu? Kwenye mpira wa kisasa timu kupata kadi nyekundu inawezekana ikawa ni advantage, lakini unaigeuza vipi sasa kuwa advantage? Ni pale ambapo unaweza kuitumia kugundua kwamba mpinzani wako kwanza amepata kadi nyekundu ya mchezaji gani, ni center back, si ndio? Imemlazimu mwalimu kufanya mabadiliko gani kwanza kabla ya yeye kulazimika kumpunguza mchezaji, yani tactical switch pale ambapo amepata mchezaji wake kapata kadi nyekundu. Utakuja kugundua hicho kitu hata Juma Kaseja alikinotice mara ya kwanza, na ndio maana Simba tu instantly walipopata kadi nyekundu, Kagera Sugar mara nyingi mashambulizi yao akawa anapeleka zaidi upande wa kulia. Mimi upande wa kushoto ambapo ndio upande wa kulia wa Simba ambapo Duchu ametoka kupata kadi nyekundu. Na kuna one two ambazo walikuwa wanazicheza David Chazi Luhende, na kuna muda alikuwa anacheza Kasim Feka. Kuna one two nyingi walikuwa wanazicheza. Kuna moja aliingia akapiga cross ndani, goalkeeper akacheza. Kuna mara ya pili pia aliingia, unaona akakutana nayo, gongeana pia one two akakutana nayo, akapiga shuti fulani lilikuwa dhaifu. Eneo ambalo labda angeweza kukaza mguu zaidi akafunga, kwa sababu lilikuwa ni eneo ambalo mwalimu ilibidi alazimike kumtoa Morris Abraham ambaye alikuwa anacheza kama namba 10 arudi chini ili aweze kukava hiyo nafasi ya Duchu ambayo alikuwa ametoka. Kwa hiyo wakawa wameagundua hayo madhaifu na mara nyingi kwa anapita kule. Kilichokosekana sasa kwa muendelezo kwao ni namna gani ambavyo wao wangeendeleza kunufaika na kile, kwa sababu Simba walibadilika kutokea pale. Sababu mwanzo walivyoanza mara nyingi walikuwa wanaweka pressure kuanzia kwa mabeki wakati wa Kagera Sugar, au wakishuka wana drop kidogo chini, wanaanzia walipokuwa kina Daudi Milando. Maana Daudi Milando mara nyingi ulikuwa ukimwona yuko na mpira pembeni yake unaona kuna watu wawili wanampress. Mara nyingi walikuwa wanafanya hicho kitu. Kwa hiyo baada ya kupata ile kadi nyekundu wakashuka, wakaanza kukaba kwenye mid block au kwenye low block. Ina maana ili uweze kukabiliana na Simba ya staili hiyo lazima ukomit. Ukisema mid block, kuna mtu yupo Sumbawanga huko anakuwa kidogo anajiuliza mid block kwenye soka ni kitu gani? Kukabia katikati zaidi, sio juu kwa center back, sio chini zaidi kwenye box lako. Katikati pale mara nyingi utaiona timu ikiwa kwenye ule mstari wa katikati ule ambao unaganisha uwanja ule halfway line, mara nyingi utaikuta timu inaanzia pale. Unaweza kuta kuna nyakati ambazo mstari wao wa kwanza wa uzuiaji unaanzia pale, then ikisema low block ina maana anakabia karibu zaidi na box lao. Yaani unaweza ukawa unamuona mshambuliaji labda na wao mawinga wa pembeni muda wote unawaona wako chini, yani unaiona halfway line hii hapa, then wao wako chini zaidi. Kuna mita kadhaa ambazo ukiwaangalia wao unaona wako mbali na ile halfway line. Lengo ni nini? Lengo ni kufanya ile box defending vizuri au kulilinda goli vizuri, kwa sababu unapokuwa mko chini zaidi ina maana nyinyi tayari mnakuwa mna faida ya kufunga zile space ambazo zipo karibu na bao. Sababu tunajua principles of defending, ukiwa una defend unatakiwa unaufinya uwanja. Ufanye uwanja unakuwa mdogo. Lakini ukiwa unashambulia lengo ni inabidi utanue uwanja. Kwani kutanua uwanja ili kupatikana sasa zile corridors ambazo wewe unaweza ukawa unapasia mipira huko ndani. Kwa hiyo nikisema kukaba kwenye mid block na maana makaba katikati kidogo, sio juu sana kuanzia kwa pressing labda ma center back wa timu pinzani, hasa utakuwa unaanza kupress kuanzia kwenye kiungo, unadili zaidi na kile kiungo cha mpinzani. Lakini kwenye low block ina maana unarudi chini kabisa, unakuwa uko very deep, uko very down. Ndio yale mazingira ambayo utakuwa unakaribisha sana mashambulizi mengi, kwa sababu nyakati ambazo hata wewe utakuwa umewini mpira na kubidi utoke nyuma, kuna muda nakubidi wachezaji wako wawe na kasi, kwa sababu wanakuwa wako mbali zaidi na boxi la timu pinzani au na goli la timu pinzani. Kwa hiyo nyakati ambazo Simba walibadilika kuwa hivyo, na maana kuna vitu ambavyo vya msingi ambavyo Kagera Sugar walibidi waendelee kuvifanya. Cha kwanza kabisa ni kuongeza idadi ya wachezaji ambao
wanakwenda kushambulia kwenye boksi la Simba. Na kuna muda kocha alibidi ajaribu hicho kitu nakumbuka. Na ndicho kilichokuja kupelekea Kagera Sugar anafungwa goli la pili. Kiliwaponza sababu ile goli la pili wanafungwa walikuwa wako wote walikuwa wako kwenye mid block fulani. Walikuwa hapo katikati. Na angalia pasi ambayo alipiga Anis Toura. Ile pasi ukiangalia ilivunja mistari kama miwili ya uzuiaji kama sio mmoja. Angalia eneo ambalo anapokea mpira Libase Gay akiwa pembeni, angalia touch yake ya kwanza. Ajaribu kunyanyua mpira na ingia nao ndani, center back mmoja ametoka, anajaribu kwenda kumpress, anamfinya pale anamchukua, close control nzuri sana. Anamchukua alafu instantly anaweka pasi nyuma. Na maana hakuwapa Kagera Sugar muda na nafasi ya kugundua kwamba ile kuna space ambayo imebaki iko nyuma tuweze tukakaba kwa sababu kwenye nyakati kama zile ambapo aliucontrol ule mpira, alifanya close control ya ule mpira, ingewezekana akasubiri kwanza muangalie okay Mpanzu basi fanya movement ili niweze kuweka pasi. Lakini alichokifanya ni kitu ambacho kinafanyika uwanja wa mazoezi kwa sababu pale ni kwenye njia ya pasi. Weka mpira kwenye pasi, mshambuliaji wako ambaye amefanya movement kwenye mgongo wa defender obviously lazima atakutana na ule mpira. Kwa sababu unamwangalia Mpanzu kafanya movement ambaye ana mark nani iko defender mmoja. Ambapo muda huo naye tayari alikuwa ameshaanza kidogo kutaka ku drop deep kuangalia labda namna gani ambavyo labda anaweza compress Libase Gay asiweze kufanya maamuzi ya kuweza kupasia mpira pale. Lakini angalia instantly Libase alijua kabisa kwamba nitakapo kwa sababu tayari mpira huu nimeshatoka nao pembeni, nimejaribu kumfinya beki wa kwanza na ingia katikati, lazima nitawa attract wao waweze kuja kunipress mimi. Tayari kuna space inafunguka kule. Space kafanya elimu Mpanzu movement nyuma ya mgongo wa defender na kwenda kufunga. Kwa hiyo kitu cha kwanza kilichokuwa kinakosekana ni hicho. Kwa sababu ili uweze kumshambulia mpinzani ambapo ameamua kukabia katikati zaidi au chini zaidi, inakubidi uongeze namba nzuri ya washambuliaji. Walipojaribu kufanya hicho kitu, unaona walikuwa wanashindwa ku counter press mpira pale ambapo wanakuwa wanaupoteza. Kwa hiyo Simba wakawa wananufaika sana na hizo counter attacks kwamba Kagera wakisogea juu, wakiupoteza tu mpira pale katikati, unaona tayari Simba wa kwanza wanakwenda kushambulia, anajaribu kutupa mipira pembeni. Kuna nyakati ambazo kina Libasi walikuwa wana attract defenders walau waweze kuwafanyia hata zile tactical fouls ili timu iendelee kupumua kwa sababu muda huo timu iko pungufu kiwanjani. Lakini kitu kingine kilichokuwa kinakosekana ni runs ambazo zinaweza zikawa zinawavuta defenders wa Simba ili kuweza kuachia mianya katikati. Kwa sababu kuna muda ulikuwa unaona anajaribu kuharakisha sana shambulizi. Sababu kitu kizuri ambacho nimekipenda kwa Juma Kaseja ni mpango kazi wake timu ikiwa inafanya build up. Maana mara nyingi Kagera wakiwa wanafanya build up unaona wana mabeki watatu nyuma. Kwa sababu Simba wanakaba kwenye 4-4-2 na maana tayari juu wanakuwa wana watu wawili ambao wanakaba ambao wanaanza kupress kuweka pressure kwa mabeki watatu, means tayari wanakuwa outnumbered. Kwa hiyo wanalazimika Simba kurudi chini. Kwa hiyo ilikuwa inafanya wanatoka zaidi, wanatoka nyuma kiurahisi zaidi, pia kupitia outlets kwa ma wing backs wao ambao wanacheza pembeni. Kwa hiyo wanatoka nyuma kiurahisi sana. Lakini sasa ni kitu gani ambacho wanakifanya baada ya kuimaliza kuweza kutoka nyuma vizuri? Unaona kuna muda wanalazimika kupiga labda mipira mirefu ambayo Simba kule nyuma wana center back warefu, wana Ture, wana Rushaini. Kuna mwingi wao ndo wanakuwa wa kwanza kuweza kuicheza hiyo mipira. Lakini pia hata nidhamu ya kiulinzi ya Simba pale ambapo walijua kabisa kwamba tayari tuna uongozi wa bao moja, tayari tuna kadi nyekundu na tubidi kila mchezaji sasa pale ambapo hatuna mpira tuweze kufanya majukumu hayo ya kiulinzi. Kwa hiyo mwisho wa siku quality ndio ingeweza kuamua ule mchezo, kwa sababu mchezo wa staili ile labda unacheza labda ni timu labda kama ni Azam, ni Yanga, labda ni Singida, lazima kuna namna ambapo wangeweza kuwa stress Simba kutokana na quality ambazo wao wako nazo. Kuna wachezaji wengi ambao wanaombea kwa nyakati wanakuwa wanaombea mipira labda pembeni zaidi kwenye touch line, kwenye touch line huku ili kuistretch sasa ile defense ya Simba, kuua mawasiliano baina ya mabeki wa pembeni na mabeki wa kati. Kwamba unapokuwa unalazimisha unaombea mipira zaidi pembeni kwenye touchline, means unawavuta sasa kina Kibabage njoeni kupembeni, kina Nathaniel Chilamu ambaye aliingia muda ule njoeni kupembeni, na maana katikati kwenye zile corridors ndio pale ambapo unatengeneza mianya. Na kuna muda walikuwa wanajaribu kufanya hivyo, kuna wantu kadhaa zilifanyika ambazo alizifanya huyu nimemzungumza Hassan Hamisi Feka, lakini zilikuwa zinashindwa kujirudia kutokana na hiyo quality kukosekana kukifanya hicho kitu consistently. Kwa sababu kila ambacho alikifanya mara mbili Kasim Feka, ya kwanza akapiga cutback ndani, ya pili akapiga shoot. Ile sasa unapokutana na timu yenye quality zaidi ikafanya kwa marudio, kwa kujirudia mara 3 mara 4, lazima ungeona Simba kuna namna ambavyo hata wenyewe wangeiona hatari na ingewezekana kwamba hata Kagera wangeza kupata chochote kitu. Lakini all in all ni kwamba ni quality ndio imeweza kuamua mchezo, na ndio maana unaona Simba kuna nyakati walikuwa wao na kadi nyekundu, lakini ulikuwa unaona hawateseki sana kiwanjani. Yani Kagera hawafanyi Simba
wapate mateso ambao wanayastahili kutokana na wao kuwa pungufu, yani kunufaika na hiyo numerical advantage. Sasa maana nikakwambia kwenye mpira wa kisasa kuwa mpinzani wako kuwa pungufu ni cha kwanza. Cha pili, unanufaika vipi na yeye kuwa pungufu? Na ndio maana duniani mara nyingi tu unaona kuna timu imepata kadi nyekundu imeshinda mchezo, na timu imepata kadi nyekundu imesare mchezo, au nyakati zingine imefungwa. Sasa kutokana na mpinzani amejua ni namna gani ambavyo ninaweza nikaenda kumpa tabu mpinzani wangu, kwa sababu tayari mwalimu inakubidi ufanye mabadiliko. Mchezaji ambaye amepewa kadi nyekundu ni beki, there's no way unaweza kucheza labda ufanye ubadilike, labda ucheze kwa back 3. Okay, back 3 na maana kuna mchezaji mmoja lazima atoke kwenye eneo la kiungo, hata kwa namba 10 aje acheze kama wing back, hata kama utakuwa na lazima muda huo tayari kila kitu kitavurugika, kwa sababu beki wa kushoto inabidi a drop katikati awe pamoja na wale ma center back wawili. Ina maana tayari muundo mzima wa timu unakuwa umebadilika, kwa hiyo inakuwa haina maana kwa nakubidi kocha tu ufanye mabadiliko, na ndio maana kocha alitulia kidogo, then baadaye akaja akafanya mabadiliko. Kwa hiyo kuna vitu vya msingi ambavyo kwa mwalimu namuelewa kwa anasema bado anaviona kwenye timu yake haviko sawa. Hasa naiona Simba ambayo inateseka sana ikiwa haina mpira. Yaani kurudisha tutasema ile recovery time. Yaani kurudisha mpira kwenye umiliki unapoupoteza. Bado sijaiona Simba ambayo nilikuwa naiona msimu uliopita zile nyakati za mwisho. Ilikuwa ni Simba hatari sana kwenye counter press. Sasa dhidi ya timu kama Kagera ulikuwa unaiona, dhidi ya Young Africans kwa nyakati, hata kwenye zile mechi za Kagame kule, au unaiona Simba ambayo inachukua muda mwingi sana kurudisha mpira kwenye umiliki. Lakini pia ni Simba ambayo inateseka kwenye kufanya build up. Na ndio maana unaona mwalimu leo alichokifanya, mabadiliko ambayo aliyafanya kipindi cha pili, kamtoa Dumbia, kamtoa na Kagoma. Kwa sababu gani? Unajaribu kuangalia Kagera muda mwingi walikuwa whether wakabe kwenye low block, wakabe chini zaidi, wakabie katikati, lakini bado Kagoma alikuwa anateseka kupiga pasi. Yaani muda mwingi kila pasi ambayo alikuwa anaipiga ulikuwa unaona inakuwa fyongo au inakuwa intercepted kwenye kiungo cha Kagera Sugar. Kwa hiyo mwalimu ilibidi aingize mchezaji mwingine ambaye atakuja kusaidia kwenye kuprogress mashambulizi katikati. Mchezaji huyo ni nani? Ni Nio Maema. Na umeona kwenye nyakati ambazo aliingia kidogo ilikuwa si mbaya sana partnership yake na Ibrahim Jabbar. Kwa hiyo hii pia nilikiona hichi kitu kwenye mechi za Simba zile za Kagame, kwenye mchezo pia hata huu wa dabi juzi, baada ya zile dakika 20 za mwanzo naona Simba ambaye inateseka kidogo kutoka kufanya build up kutokea nyuma. Yaani kuna muda ili Simba iwe rahisi kutoka nyuma, basi wao wanapita zaidi pembeni. Yaani wao wanaizunguka ile block ya mpinzani, tunaita kupita around the block, kupita pembeni zaidi kwa kina Kibabage labda na kina Libasi, ambao kuna nyakati ambazo watakuwa wanashuka chini kuweza kupokea mipira. Lakini Simba ikisema ifanye central progression,